huwezi kutenganisha siasa pamoja na imani. Na nitakwambia ni kwa nini. Ni kwa sababu mamlaka yote yanatoka kwa Mungu. So mifumo yote ya kisiasa, kabla ya kuwa mifumo ya kisiasa, ilikuwa ni mifumo ya kiuongozi na ya kiutawala. Maandiko yanasema kabla ya mambo yoyote Mungu anataka dua zifanyike, sala na maombezi kwa ajili ya wote wenye vyeo na wenye mamlaka. Kwa hiyo mfumo wa kisiasa, kabla ya kuwa mfumo wa kimazungumzo na vitu vingine kama hivyo, ni mfumo kwanza wa uongozi. Ni mfumo kwanza wa uongozi, na uongozi wote au milki zote, tawala zote, all thrones, viti vyote vya utawala na mamlaka, ni Mungu ndio aliviweka na alitengeneza mfumo huo. So before pollution, kabla ya pollution, ni Mungu ndiye aliyeweka hicho kitu. Now takupa mfumo mmoja ambao ni wa kiuongozi, sio wa kisiasa, ni wa kiuongozi ambao Mungu aliuweka na pakatokea corruption. Watu wanafahamu habari ya Ofni na Phineas. Wangapi wanafahamu habari ya Ofni na Phineas? Nataka kujua tu wanaojua habari ya Ofni na Phineas. Okay, Ofni na Phineas ukienda kusoma kwa habari ya Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11, lakini pia ukaenda kwenye Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12 mpaka 36, utakutana na hawa watu. Hawa watoto walikuwa ni watoto wa Eli. Sasa Eli alikuwa ni kuhani, lakini katika mfumo ule wa ukuhani alikuwa na watoto wake ambao Mungu aliwateua akawaweka wasimame katika kazi ya ukuhani. Lakini Ofni na Phineas walikuwa wanafanya vitu vingi sana ambavyo sio vya kimungu. Walikuwa wanamkosea Mungu. Walikuwa ni watu ambao walikuwa wanachukua vitu, wanachukua yani sadaka zinazoletwa wanazitenda kwa namna ambavyo isiyo sawa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Mungu ikamkasirisha na hawa wawili aliwaua. Haruni alikuwa na watoto pia wawili, siwakumbuke majina yao, lakini hao watoto wa Haruni walikuwa wanafanya kazi pia kwenye system ya kiutawala, system ya kiuongozi wa madhabahu. Nao ilikuwa ni makuhani ndio, lakini kuna kitu walifanya, na kile walichokifanya walipokosea Mungu aliwaua. Maandiko yanasema waliinua madhabahuni moto wa ajabu, strange fire, and baada ya kufanya hiki kitu Mungu akawaua. Ukienda kusoma kwa habari ya Herode kwenye Agano Jipya, Herode alifika mahali fulani akatabiri na akazungumza vitu ambavyo vilimuudhi Mungu, na alikuwa ni mfalme. Nao Mungu alimuua, alipigwa na chango akafa. Alikuwa ni mfalme na ni mtawala. Wote ukipita wakina Nebukadneza, mfalme Belshaza, kuna kitu alifanya. Farao alikuwa ni mfalme. Na hawa wote wakuwa wafalme ambao tunasema ni wafalme wa kidini. No, walikuwa ni wanasiasa. The difference is, wakati huo mfumo uliokuweko ulikuwa ni mfumo wa kifalme. So mfumo wa kifalme unafuata bloodline, unafuata damu. Kwa maana ya kwamba huyu amezaliwa ni mtoto wa mfalme, ina maana atakuwa mrithi wa kiti cha baba yake. Sasa hivi hakuna bloodline tena. Tunatumia mfumo wa kitu kinaitwa demokrasia, kwa maana ya kwamba mtu yoyote ambaye anahisi ana ability au ana uwezo wa kugombea na akapata hiyo nafasi. Ni mfumo mpya wa demokrasia, lakini hautengi wala kubadilisha chochote ya kwamba hata katika ufalme ilikuwa ni siasa vile vile. Kwa nini? Kwa sababu siasa ni mfumo wa kiutawala. Sijui kama kuna watu wanaelewa mpaka hapo. Siasa ni mfumo wa kiutawala. Na kwenye mindset za watu wengi, watu wanaelewa ya kwamba siasa ni ujanja. Siasa
ni kudanganya. Siasa ni kuleta maneno ili watu wakuelewe. You see, that's what people believe, kwamba hebu leta hoja zako tukusikie, tuone kama kweli tuna uwezo wa kukupa. Na hapo ndani unaona kuna rushwa, kuna nini, kuna vitu vingine kama hivyo ambavyo vinafanyika, ambavyo vinaharibu tafsiri halisi ya siasa. Lakini siasa ni mfumo wa kiutawala. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba hapana kitu kinaitwa imani au dini, sawa, pasipo siasa. Narudia tena kitu nilichokisema ili upate kuelewa. Hakuna kitu kinaitwa imani au dini inayoweza kumanifest au kumachua au kufanyika eneo lolote pasipo kuwa na kitu kinaitwa siasa. Kumbuka nimekwambia siasa ni mfumo wa kiutawala. Wakati fulani kuna kiongozi mmoja kwenye maandiko anaitwa Sauli. Sauli alivurugwa na hawa wachawi na waganga. Kwa wengi aliwaua, aliwaondosha. Kwa wakati ilipofika hatua Mungu asemi tena na Sauli, na Samueli ameisha kufa siku nyingi, Sauli akaanza kuhangaika kuwatafuta waganga ambao wana uwezo wa kumsaidia ili kusikia tu angalau hata utabiri au unabii juu ya mambo yake, na ikiwa atashinda vita au vitu kama hivi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba alikuwa ni kiongozi wa kisiasa anayetafuta msaada wa kiroho. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Alikuwa ni kiongozi wa kisiasa anayetafuta msaada wa kiroho. Lakini kiongozi huyo wa kisiasa anayetafuta msaada wa kiroho ndio alikuwa na mamlaka ya kuzimisha viongozi wote wa kiroho na watu wote wanaofanya mambo ya kiroho. Which will tell you, kiongozi wa kisiasa au kiongozi mwenye mamlaka ya kisiasa ana uwezo wa kusababisha kiongozi mwenye mamlaka ya kiroho akauawa au akazimishwa na asiwepo kabisa. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo unapoongelea uhusiano kati ya imani pamoja na siasa, lazima utambue kwamba siasa ni mfumo ambao umewekwa kwa ajili ya kutawala na kuregulate maeneo. So unapoongelea siasa uongelei tu wanachama, unaongelea polisi, unaongelea vyombo vya dola, kwa sababu palipo na siasa ndipo palipo na mfumo wa kiutawala wa kiuongozi. Okay? So ni kitu tu ambacho hakijawa defined vizuri kwa watu wengi hawaelewi, lakini ukipita kwenye maandiko yako utagundua Yusufu alikuwa ni kiongozi wa kisiasa. Okay? Yusufu alikuwa ni kiongozi wa kisiasa kwa sababu alikuwa chini ya mfumo wa kiutawala ambao ulikuwa ni Farao, na yeye alikuwa chini ya Farao. Ukienda kufuatilia utagundua ya kwamba Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa kwenye mfumo wa kisiasa na wote walikuwa chini ya utawala wa mfalme. Kwa hiyo ni mfumo ambao upo, na Yesu alipokuja alikuwa na uheshimu sana huu mfumo. Kwa wakati wanamuuliza tutoe kwa Kaisari au tusitoe kwa Kaisari, ni kama walikuwa wanamwambia tupige kura au tusipige kura, tuhusishe siasa au tusihusishe siasa. Na alichozungumza nao aliwaambia mambo ya siasa yafanyike kwa mujibu wa siasa, na mambo ya kimungu yafanyike kwa mujibu wa kimungu. Msivunje sheria wala msiharibu utaratibu uliowekwa na wale walio juu yenu. So akafanya mfano wakati ambapo palikuwa panahitajika masuala ya kulipa kodi, alilipa kodi. Alilipa kodi. Ile ni mfumo wa kisiasa, alikuwa anaheshimu mfumo wa kisiasa. Now, back to the question. Mungu tusaidie ili tuyamalize ya maswali. Amen. Now, back to the question. Tukirudi kwenye swali, namna gani mtu anatakiwa kujihusisha na masuala ya kisiasa pasipo kupoteza mwelekeo wa kiimani? First of all, lazima uelewe ya kwamba wewe ni nani. Wewe ni mwana wa Mungu unayeishi chini ya mfumo wa kiutawala wa serikali ya nchi ambayo Mungu amekuweka. So kila kitu ambacho kimewekwa na watawala lazima ukiheshimu na lazima ukitii. Ikiwa kuna kitu chochote ambacho ukielewi na wala ukitaki, unatakiwa kufanya kama Daniel alivyofanya. Do you get what I'm saying? Maandiko yanasema mfalme aliota ndoto, akatafuta watafsiri wa kuja kumsaidia, waje wamsaidie kwamba tunataka kujua hii ndoto ina maana gani, na wote hawakupata majibu.
Kwa sababu hawakupata majibu, mfalme akatoa amri kwamba watu wote wanaohusika na masuala ya kutafsiri ndoto na kila kitu wauawe. So akafatwa Daniel. Daniel akaomba kuonana na mfalme. Akapelekwa kwa mfalme. Alipofika kwa mfalme akamwambia, mfalme, umefanya hasira na umefanya haraka. Naomba uniruhusu nikamuulize Mungu kwa habari ya ndoto yako, kisha nitakuletea majibu na tafsiri ya ndoto yako. Akapewa muda, kaenda kumlilia Mungu kwa ajili ya kile ambacho mfalme alikuwa anakitaka. So kitu gani nataka kusema hapa? Jambo lolote la kisiasa ambalo ulielewi, you don't fight physically. Huanzi kupigana na kujibizana ovyo na wafalme na watawala walio kwenye mamlaka. Kitu gani unatakiwa kukifanya? Unachotakiwa kukifanya ni kwenda mbele za Mungu, kueleza kwa habari ya kila kinachoendelea. That's how we fight our battles. Kila kinachoendelea unakipeleka mbele za Mungu na unamuuliza Mungu makusudi yake ni yapi katika hicho kinachoendelea. So kama Mkristo wa kawaida, kama msharika wa kanisa wa kawaida, you don't begin to fight. Auanzi kuhangaika kusema tunachoma kadi za chama, sijui tunafanya nini. No. That is not your business. Heshimu mamlaka, heshimu utawala uliowekwa, na unachotakiwa kukifanya wewe kama wewe ni kwenda moja kwa moja mbele za Mungu kueleza mambo yanayoendelea. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 5 maandiko yanasema ukamnunulia kwa damu yako watu wa kila kabila, kila taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. There is a way. Una vazi la ukuhani wewe kama mtoto wa Mungu. Una vazi la ukuhani ambalo linakuruhusu kuoperate katika eneo la kiroho. Kuhani anaoperate katika mambo ya kiroho, lakini vile vile una kofia ya kifalme ambayo inakuruhusu kuoperate na kutawala katika ulimwengu wa damu na nyama. Hasa namna gani unaoperate kwenye eneo kama hilo? Unatumia vazi lako la kikuhani. Unatumia nafasi yako ya kikuhani kwenda mbele za Mungu kuwasilisha kile ambacho hakijakaa sawa sawa. Baada ya hapo ndio una uwezo wa kurudi sasa kuactivate hivi vitu katika ulimwengu wa damu na nyama, kwa maana ya kwamba kuoperate hivi vitu katika mfumo wa kifalme na kiutawala kulingana na eneo ulilopewa. Na ikiwa Mungu hajakupa nafasi hiyo, basi utakuwa na wisdom, utakuwa na maarifa ya kuwashauri wale waliokaa kwenye hizo nafasi ili wajue namna gani ya kuenenda hivi vitu visiharibike. Maandiko yanazungumza kwa habari ya Esther. Esther alikuwa ni kuhani na wakati huo alikuwa ni mtawala. Alikuwa na kofia zote mbili, alikuwa na mavazi yote mawili. So mambo yalipoenda ovyo, wakamfuata wakamwambia, aisee, tutakufa, tutauawa. Hakwenda kumkurupukia mfalme wala kutukana wala kugombana. Aliwaambia tufunge siku 3, kisha mimi nitakwenda kuzungumza na mfalme. So alienda akafunga siku 3. Siku 3 alizofunga alikuwa anatumia vazi lake la ukuhani, akashughulika na ukuhani. Swala la ukuhani lilipokamilika, akapokea strategy ya namna ya kufanya na namna ya kusimama mbele za mfalme, ndio akaingia koridoni. Now Mordekai alikuwa ni kuhani. Mordekai alikuwa ni mtu aliyemtrain Esther, lakini hakuwa na position, hakuwa na nafasi ya kwenda kusimama mbele ya mfalme. Kwa licha ya kuwa anajua ya kwamba mimi ni Mordekai na ni mkubwa kwa Esther, even spiritually, sina mamlaka ya kwenda kusimama mbele ya mfalme. So kwa sababu Esther ndiye mwenye mamlaka, ndio mwenye hilo vazi katika ulimwengu wa damu na nyama, tunatakiwa tuombe kwa ajili ya Esther, ili Esther aende kupresent kila kitu tulichokibeba sisi. That's how it works. Kwa Mkristo yoyote, you need to understand your position. You don't fight physically. Haupigani tu na watu, no. You know where to fight. Unajua wewe ni mtu wa magotini. That's where you do your issues. That's where you fight your battles. Ndio eneo ambalo una present mata zako. Na hii ina apply katika kila eneo. Even at your office. Hata kwenye ofisi yako, hata katika eneo lako la kiofisi. Don't just run and begin to, kusema huyu bosi mnoko amefanya hivi na hivi. No. In case kuna kitu chochote ukielewi, tambua na uheshimu mamlaka yaliyowekwa. Okay? Nenda mbele za Mungu kama kuhani, eleza mambo usiyoyaelewa katika hilo eneo lilopo. Na Mungu atakupa neema. It will be well. Mungu atakupa hekima ya namna ya kuzungumza na namna ya kusolve.
Ukisoma kwenye kitabu cha Esther utaona Esther alipokea strategy moja hatari sana ya chakula. Alimpa mfalme chakula, akawakaribisha chakula day 1, day 2, day 3. Baada ya hapo ndo akaja kuzungumza. This was a strategy. Hii ilikuwa ni strategy ambayo aliipata katika kipindi ambacho alienda mbele za Mungu. So you need to be wise. Mnatakiwa kuwa na hekima kama wana wa Mungu. Ujichanganye na siasa wala ujichanganye na mfumo wa kiutawala. Unachokifanya wewe ni kusimama kwenye nafasi yako. Inapofika wakati wa kupiga kura, usisuse kupiga kura. Usiseme mimi sihusiki na masuala ya kupiga kura, nchi imeshaharibika. No. Yule ambaye uliomba kwamba Mungu huyu nimesikiliza anachokisema atanisaidia kwenye maisha yetu, atatusaidia, ni kiongozi mzuri, nenda kapige kura. Go and vote for that one. Nenda na mpigie huyo kura, useme huyu nitampigia kura kwa sababu ni kiongozi ambaye naona ana uwezo wa kutusaidia. Any other case, take it before God. You see, that's how it works. Inafanya kazi kwa namna hiyo. Amen. Now let's jump to the second question.